lengo au hikma kubwa ya kule Muislamu kupewa ruhusa ya kuchanganya. Utagundua unaposoma vitabu vya fiqh na maneno ya wanazuoni kutokamana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuja kugundua kwamba hikma kubwa ya kuchanganya swala, iwe kwa musafir au kwa katika hali ya mvua au sababu nyingine yoyote ambayo inapelekea kuchanganya. Kule kuchanganya swala kunazunguka katika kadhia moja ambayo inaitwa daf'u al-mashaqqa, kuondoa uzito. Kwa hiyo hili ndio tamko ambalo sasa sisi litatupa mwangaza katika kueleza jawabu ya swala hili, kwamba madhumuni ya kuchanganya swala ni kuondoa mashaka. Kwa sababu msafiri anapokuwa katika safari ni hatua, kuna mashaka mingi msafiri anapata. Kwa hiyo ndio maana amepewa ruhusa na yeye pia kuchanganya. Na vile vile katika hali ya mvua kumepatikaniwa kwamba kuna mashaka, na ndio maana kukatoka ruhusa ya kuchanganya. Sasa labda tukija katika masala ya kwamba ni mvua ya kiasi gani, jawabu itakuwa ni rahisi, na jawabu yake ni kwamba mvua ambayo inapelekea katika mashaka. Mvua ambayo inapelekea katika mashaka. Mashaka gani? Mashaka ya Waislamu kutoka msikitini baada ya salatul maghribi, waende zao nyumbani na warudi tena salatul isha. Kwa hivyo ni kuweko na mvua ambayo itawapa Waislamu mashaka, uzito wa kwenda nyumbani na kurudi tena kutokamana na hali ya ile mvua. Sasa tukielezana mimi na wewe, ikiwa pametanda mawingu tu na manyunyu yale ya mbali namna hii, sasa kutokamana na haya maneno, kweli patakuwa pana mashaka ya Waislamu kutoka baada ya maghribi waende nyumbani alafu rudi isha? Jawabu, hakuna mashaka. Kwa maana hii kipimo zaidi ni masala ya mashaka, yani tunaangalia ni mvua ya kiasi kwamba je, imefika kiwango au kiasi cha kwamba Waislamu wamepata uzito kwenda nyumbani baada ya maghrib na kurudi tena baada wakati wa isha au la. Kwa hiyo ikiwa ni mvua inanyesha ambayo ni nzito, na wakati ule sisi tunataka kufanya jamu, bado mvua inaendelea kuteremka kwa wingi, lao Waislamu watatoka sasa hivi, sisi tuna imani ya kwamba watatoka katika hali ya matope. Watanyeshewa na mvua, kwanza watatota mvua, pili watakuwa na kanyaga matope paka huko nyumbani wakifika, na pengine watarudi kadhalika hali ya kuwa mvua bado inaendelea. Ndipo kukatoka ruhusa ya kuchanganya. Sasa nataka hapa kidogo uwe makini nami. Kukatoka ruhusa ya kuchanganya swala. Kuchanganya swala, kitendo cha kuchanganya swala mbili pamoja ni ruhusa, na inabaki kwamba ni hapo ni ruhusa, wala haizingatiwi kwamba ni sunna amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, hii ni ruhusa. Kwa maana hii huwezi kuja kwa imam mathalan ambaye hajachanganya swala ukamwambia wewe umevunja sunna. Hajavunja sunna, ni kwamba huyo imam hajafuata ile ruhusa iliyotolewa katika sheria. Na katika masala ya ruhusa, imam anaweza kufuata ruhusa au hawezi kufuata ruhusa, ingawa la muhimu na msingi zaidi ni kuangalia hali za maamum ili asiwatie katika uzito. Kwa hivyo ni vyema au niseme ni vizuri zaidi imam azingatie zaidi hali za maamuma, kuangalia kwamba maamuma wanakaa katika majumba kidogo yapo mbali, na pengine wengi wao pia hawana usafiri. Kwa hivyo hawa jamaa wakitoka wakitembea nyumbani na kurudi itakuwa kwao ni uzito. Kwa hivyo ni vizuri imamu yule afuate ile ruhusa, lakini si kwamba ni lazima afuate ile ruhusa, au asipofuata ile ruhusa atakuwa amevunja sunna ya Mtume alayhi. Laysa sunna, hadhihi rukhsa. Hii ni ruhusa ambayo imetolewa katika sheria. Umenifahamu? Kwa maana kwamba Muislam anaweza, mvua ikawa inanyesha ukachanganya, unaweza usichanganye, masala inarudi katika imam vile atakavyoamua, lakini ubora zaidi na aula zaidi kufuata ile ruhusa ili kuwatoa Waislamu katika mashaka. Na kiwango cha mvua kama nilivyokueleza ni mvua ambayo itawapa Waislamu tabu kutoka na kurudi. Swali la pili ni kwamba ikiwa upo nyumbani na mvua inanyesha. Sasa hapa hili swali linagawanyika mara mbili.
ikiwa hii mvua imeanza kabla ya swala ya kwanza, yani ni magharibi, hapa tuna swala mbili, maghrib na isha. Ikiwa mvua imeanza kabla ya salatul maghrib, lakini wakati salatul maghrib tunataka kuswali, wapo waislamu tayari washafika wakati mvua imenyesha, labda hao wamekuja kabla, lakini wakati tunataka kuswali, tunataka kuadhini, mvua inateremka tayari. Sasa hapa kuna mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwongozo ni kwamba muadhini katika hali hii, katika adhana yake, atawatangazia waislamu ya kwamba waswali wapi? Waswali nyumbani. Kwa hivyo katika adhana atasema as-salatu fi rihal au sallu fi rihalikum, swalini majumbani kwenu au swala nyumbani. Umenifahamu mpaka hapo? Lakini ikiwa mathalan mvua imeteremka wakati watu wanaswali, wakati kiadhini bado mvua, kwa hivyo waislamu wamekuja msikitini kuswali, wewe umechelewa, sasa ndio ile swala la pili. Umefika msikitini, jamaa wachaswali na walikuwa wamechanganya maghrib na isha. Wewe wakati unaswali peke yako, unaswali peke yako, umekuja msikitini, swali lako ni kwamba na wewe je, unafaa kuchanganya au ufai kuchanganya? Naam, mvua imeisha. Naam, wakati mvua imeisha, kumbuka tunachanganya kwa sababu ya mvua. Walhukmu mutaalliqun bisababi yaduru ma'ahu haythu dar. Hukmu kawaida inafungamanishwa na sababu. Sasa sababu ya sisi kuchanganya ilikuwa ni mvua, sasa hivi mvua imekatika, hamna sababu tena ya kuchanganya. Kwa hivyo pale wewe utaswali magharibi peke yake. Baada ya salatul maghribi utatoka, kama ulivyotaja, utaangalia msikiti mwingine pale karibu ambao labda wao hawakuchanganya, utakwenda kuswali salatul isha, sababu ile sababu ya wale waliochanganya kuchanganya, wewe huna ile sababu. Inqata al-matar, na mvua ikikatika hakuna tena kuchanganya swala. Mathalan tumeswali maghrib, ilikuwa mvua inanyesha, tukitoa salamu mvua imesimama, iko jamu? Hakuna jamu, لان المطر قد انقطع. Tunafanya jamu, tunaingia katika salatul isha wakati mvua bado inateremka. Hatutabiri, hatusemi kwamba hata kama inkatika lakini itanyesha, si unaona mawingu jamani. Hatufanye hivyo, هذا خطأ. لا بد من استمرار المطر عند الدخول في الصلاة الثانية، iwe ile mvua bado inaendelea wakati waislamu wanaingia katika sala ya pili ya isha. Ikikatika katika sala ya pili hamna shida, lakini tulifunga salatu takbiratul ihram wakati mvua inateremka, wala tutabiri. Sawa? Naam. Wa salaam alaykum. Si vizuri Muislamu kuswali katika msikiti ambao ndani ya compound ya msikiti kuna kaburi. Ndani ya compound ya msikiti kuna kaburi. Kwa hivyo msikiti kama huo una avoid. Uswali katika msikiti kama huo, unaangalia msikiti ambao hauna kaburi ndani yake. Maana Mtume alayhi salam ameharamisha swala kuwepo katika upande wa makaburi au kuswali katika sehemu maeneo ya makaburi. Isipokuwa ikiwa pengine kaburi lipo karibu na msikiti, lakini kuna two different compounds, yani lile kaburi lina ukuta wake wa separation na msikiti kadhalika una ukuta wake wa separation. Hii ni compound nyingine na hii ni compound nyingine, haya ni masala tofauti. Lakini tunazungumzia kaburi linapokuwa ndani ya compound ya msikiti, una avoid. Asante. Na turuke upande kidogo, sije hawa jamaa wakatuona tuko biased upande. Kwa hiyo tuchukue swali huko kidogo. Naam. Dunia inazunguka. Aiyo. Tayeb.
kisha kushajua hivyo naam nataka hiyo sababu naam okay naam nimekupata sasa vizuri sana ndugu yangu hapa jina lako brother Arafat ndugu yangu Arafat ana swali zuri anasema anauliza masala ya dunia kwamba inazunguka je Qur'ani inazungumzia kwamba dunia inazunguka au la na nilipomuuliza akaendelea mbele akaja katika lengo la hili swali ni kwamba sasa hivi watoto wetu wengi wa Kiislamu kama tunavyojua wanasoma katika mashule wakiwa mashuleni wanafundishwa elimu za science na ndani ya elimu za science hizi ambazo watoto wetu wanafundishwa kuna mambo mengine ni ya sawa na mengine sio ya sawa na ndio maana wakati wa nyuma miaka mingi nyuma tulikuwa tukihimiza sana na mpaka hivi leo tunahimiza sana watoto wetu wa Kiislamu wasiachilie wasipuze mambo ya kusomesha kazi za kusomesha hata haya masomo mengine ambayo yanaonekana kwamba ni masomo labda sio ya umuhimu lakini kwa hakika ni masomo muhimu yana umuhimu wake yana faida yake kubwa kama elimu hizi za science na nyinginezo faida yake moja kubwa ni kwamba elimu hizi zikisomeshwa na Muislamu ambaye amepata misingi ya dini amepata misingi ya masomo ya dini ya akida na sunna na Qur'ani ataweza kuelekeza watoto wa Kiislamu ambao wanawasomesha kando na yale yaliyoandikwa ndani ya vitabu na syllabus atawaonesha usahihi wa ile elimu hii katika vitabu imeandikwa hivi lakini nyinyi sasa kama waislamu mimi nawafundisha kama waislamu mjue hivi na hivi na hivi kulingana na akida yenu ya Kiislamu hapa ndipo kunatokamana umuhimu wa maneno kama haya kwa hiyo tukirudi kwa swali la ndugu yetu anasema kwamba kutokamana na hizi science ambazo tunazisoma kuna mambo mengine kwa hakika ni kweli kama alivyotaja ni mambo ya makosa moja kwa moja na ni mambo ya batili mambo ya upotofu kama ile nadharia inayodai kwamba mwanadamu ametokamana na tumbili inaitwa nadharia ya Darwin theory mambo ya batili mambo ya upotofu lakini watoto wanasomeshwa katika mashule ya secondary hii ni biology iko katika secondary inasomeshwa kama si form 1 pengine form 2 au form 3 ipo ndani ya syllabus sio kama mpaka leo iko Darwin theory kwa hiyo mtoto ambaye hajapata misingi ya dini na misingi ya Qur'ani anaweza kuathirika na maneno kama haya mabaya akadhani au akafikiria pengine ni kweli binadamu ametokamana na nyani ametokamana na aina fulani ya nyani ambaye amepewa majina mbalimbali Homo erectus kisha akabadilika kawa Homo sapiens nini tangu alikuwa na amebendi hivi mpaka akawa sasa anatembea akiwa straight lakini Qur'ani imebatilisha mambo kama maneno kama haya ya upotofu sasa swali lake likawa ni upande wa dunia mzunguko wa dunia inazunguka ama izunguki Qur'an inatueleza katika sehemu mbalimbali aya ya kwanza inasema yukawwiru al-laila 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl Allah subhanahu wa ta'ala anauchukua usiku anauvalisha katika mchana katika hali ya duara na mchana unavalishwa katika usiku katika hali ya duara yukawwiru inatokamana na takwir na takwir ni kitu ambacho kimekaa round aya hii unaishikanisha na aya nyingine iliyoko katika suratul Furqan inasema tabarakalladhi ja'ala fis samai burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة الله عز وجل amejalia usiku na mchana inafuatana na inapishana kwa hivyo usiku na mchana iko katika hali ya kupishana au kuzunguka usiku unapotoka unakuja mchana
na mchana ukitoka unakuja usiku khilfatan, yani kila moja inafuata mwenziwe, lakini kufuatwa kwake ni kwamba inavalishwa kwa mwingine. Ukichanganya hizi aya mbili unapata faida mbili kubwa ambazo zinahusiana na elimu za mbingu na ardhi. Tukitoka katika mambo ya, hatuzungumzi mambo ya science, tunazungumza mambo ya haqaiq Qur'aniyya katika elimu ya tafsiri ambayo tulikuwa tunaendelea nayo katika vikao vyetu vya majalis ya tafsiri kule Mombasa katika msikiti wa Luta. Haya maudhui tuliyozungumza kwa kirefu chini ya tafsiri ya aya ya inayosema semaje, Surah Al-Baqarah kuna msafa hapa karibu. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. katika tafsiri hii aya tulikaa kwa muda mrefu tunazungumzia haqaiq Qur'aniyya, facts za Qur'an. Kwa hivyo katika Uislamu tutofautisha mambo mawili, kuna mambo ya science, kuna na facts za Qur'an. Qur'an imetupa facts ambazo facts hizi hatuji sisi kuangalia je zinashikana au zinalingana na science au la. Hatuna haja ya science, kwa sababu Allah azza wa jalla alitueleza hizi facts, yeye ndiye muumba wa hivi viumbe. Kwa hivyo maneno yake ndio ya sawa zaidi na ndio ya haki zaidi kumshinda mwanadamu ambaye hajui lolote kuhusu maumbile haya makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika jumla ya haqaiq za dunia tulitaja hizi haqaiq ya kwamba hizi aya mbili ukizichanganya unapata kwamba dunia ipo katika hali ya duara moja, na pili ipo katika hali hiyo ya mzunguko wa kwamba usiku unazunguka mchana na mchana unazunguka usiku. So your keyword katika aya ya kwanza yukawiru, your keyword katika aya ya pili khilfatan. When you combine the two unakuta kwamba dunia iko katika hali hiyo ya mzunguko wa usiku na mchana. Tuko pamoja? Asante. Naam. Wa alaykum salaam. Nani? Naam. Naam, tafadhali. Afanye nini? Asante. Ndugu yetu anauliza hili swali la mwisho kwa sababu ya wakati, tutasimama hapa inshallah, na maswali yaliyobakia pengine tutapeleka katika darasa au majlis ya kesho inshallah. Ndugu yetu anauliza, mwananchi wa Kenya ana mtoto ambaye amemaliza form 4, anataka kujiunga na university, na mwananchi huyu analipa kodi kama ilivyo alivyotaja, na nimependa huu utangulizi wake ni mzuri, ili tuje tuelewe hapa mbele kwamba huyu mtoto ambaye anataka kusoma university, serikali kwa watoto ambao wanasoma university wanapewa mikopo inaitwa HELB, HELB. Hii ni mikopo ya serikali inapewa kwa wanafunzi wanaposoma katika vyuo vikuu, na wanapomaliza kusoma wakati wanafanya kazi wanalipa ile mikopo pamoja na riba. Serikali inaeleza kwamba kiwango cha riba ni kidogo sana, nadhani iko katika 4-5% au 6% kama hivyo, lakini ipo hiyo riba, mtoto analipa pamoja na ule mkopo aliochukua. Swali la ndugu yetu ni kwamba Muislamu kuchukua huu mkopo ni sawa au si sawa, inakubaliwa au ikubaliwi? Jawabu ni kwamba la yajuz, haikubaliki, ni muharram, ni haram kwa mtoto wa Kiislamu kuchukua mikopo sampuli hii, aina hii ambayo inatolewa kwa riba, alafu mtoto wa Kiislamu aje alipe ile mikopo ya riba. Mayajuz. Sasa labda tuje katika solution ni nini? Solution
la kwanza ni Waislamu kwa sauti yao yote walioko katika nchi watume delegation, watafute representatives, wakiwemo viongozi wa siasa, wakiwemo viongozi wa dini, wakiwemo viongozi wengine wanaohusika na wataalamu na watu wa education, waende kwa serikali waiambie kitengo au wakiambie kitengo kinachohusika cha serikali kinachohusika na mambo haya ya mikopo, ya kwamba watoto wetu wa Kiislamu tunawataka wasome katika nchi hii, wapewe mikopo kama hiyo, lakini bila ya riba, sababu riba katika dini yetu ya Kiislamu ni haram, haikubaliki. Kwa hivyo kutengeneze system, kutengeneze mfumo, na serikali itoe nafasi baada ya maombi haya kupelekwa, na sioni kwamba itakuwa ni jambo zito. Waislamu walikwenda kwenye serikali wakaiambia kwamba sisi tunataka kufungua benki zetu za Kiislamu, benki ambazo hazitoi mikopo ya riba. Kwa hiyo tunataka mtupe leseni za kufungua benki hizo. Walipewa makupewa? Walipewa, alhamdulillah. Kwa hivyo na hili pia nalo Waislamu wakilipeleka mbele, mimi na imani kubwa serikali inaweza kuwasikiza na kuwatimizia haya ambayo wanataka kwao kuyatenda. Solution ya pili ambayo pia kadhalika inawezekana ni Waislamu kutengeneza mfumo wao wenyewe wa kutoa mikopo bila riba. Sasa hivi kuna baadhi ya taasisi, kama sijakosea, sikumbuki majina yake, lakini kuna taasisi kadhaa sasa hivi hapa nchini ambayo inatoa mikopo kwa watoto wa university zero interest, bila ya faida yote, hata 1%, hata 0.5% hamna. Unachukua kiwango maalum, unasoma, ukimaliza unalipa kiwango kile kile bila ya kuongeza kitu, bila ya kupunguza. Kwa hivyo kukiwa na taasisi kama hizi zikiwa nyingi ziweze kusaidia Waislamu kusoma katika vyuo vikuu, itakuwa ni jambo la kheri, ni jambo la busara. Kwa hivyo tushughulike katika hizi solution mbili, Waislamu wasifanyie kazi ili kupatikaniwe natija ya watoto wetu kusoma katika university. Naam Abdul, tumalizie. Naam. نعم. تمام. طيب ساكت. نعم. صح. صح. تفضل شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. sawa. Ama baada kidogo tutapata iko sawa. Hiyo nayo sala yake itakuwa vipi? Asante. Asante, barakallahu fik. Katika fiqh ya Kiislamu kuna masharti ya swala yanagawanyika mara mbili. Kuna shurutu wujubi sala na kuna shurutu sihhati sala. Masharti ya kuwajibika kwa sala na kuna masharti ya kusihi kwa sala. Hili swali alilouliza ndugu yetu ni swali linaingia katika upande wa sehemu ya kwanza, shurutu wujubi sala, masharti ya swala kuwa ni wajibu. Sasa muislamu ambaye amekuwa katika amepoteza fahamu katika koma, kwa mfano ameingizwa chumba cha operation theater siku moja, mbili au tatu au zaidi au kidogo, fahamu ikampotea. Siku fahamu yake itakaporudi, je, anaqidhi swala au aqidhi swala? Ndio swali la ndugu yetu. Tukiangalia
katika orodha ya masharti ya kuwajibika kwa sala, sharti la kwanza katika fiqh ya Kiislamu ni al-Islam. Sharti la pili ni al-bulugh, kubaleghe. Haya ni masharti ya wujubi sala. Sharti la tatu ni al-aqlu, akili. Masharti haya matatu wanazuoni wa fiqh wakati mwingine wanayaleta kwa mukhtasari, wanakuambia at-taklif. Na ukisikia neno taklif katika fiqh maana yake ni al-islamu wal-bulugh wal-aqlu. Sasa haya ni masharti ambayo yakiwepo swala inakuwa ni wajibu. Mmoja katika haya masharti yasipokuwepo swala sio wajibu. Na ndio maana swala sio wajibu kwa mtoto mdogo ambaye hajabaligha. Si wajibu. Yu'mar bisala, mzazi wake anamwamrisha asali idha balagha 7 sinin wa yudhrab alaiha li10, lakini laysa ala annaha wajiba alayhi, la, yu'mar biha hatta yata'awwad alaiha. Anaamrishwa ili apate kuwa na uzoefu. Akija kuwa wajibu, inakuwa wajib akishakuwa baligh, maana yake ndio sharti la kuwajibika. Na lingine ni al-aql. Sasa huyu aliyepotewa na fahamu, hana akili, kile kipindi ambacho alikuwa hana akili, kile kipindi chote swala kwake si wajibu. Idhan idha afaqa, ay idha raja'a ilayhi aqlu, akili yake inaporudi katika fahamu inaporudi, la yaqdi, haqidhi as-salawati al-fa'ita, zile swala zilizompita. Limadha? Li'annahu kana ghayra mukallafin, kwa sababu hakuwa mukallaf wakati ule. Limadha ghayr mukallaf? Ghayr aqil. Tumeelewana vizuri ikhwan? Kana ghayr aqil. Hivi alivyoeleza mzee wetu ndivyo inavyofanya kazi katika siyam kadhalika. Kuna wazee wengine mwezi wa Ramadhani ukifika ashapiswa, akili imeruka. Unakuta baadhi ya Waislamu wanapiga simu na wanauliza mambo ya kibaba. Hamna kibaba ikhwan. Hakuna kulipa kibaba. Kibaba ni ile fidia inatolewa ya yule mtu ambaye hafungi. Sasa baadhi ya Waislamu wanauliza, mimi na mzee mtu mzima, akili zake tayari ana tena fahamu, sasa nimtolee vipi kibaba? Sheikh, mafi fidia. Lesh mafi fidia? Lana غير mukallaf. Sababu huyu mzee hana taklif ya kufunga siyam. Huyu mzee hana taklif. Kwa hivyo vile vile katika masala ya siyam, zile siku ambazo mtu katika koma akipata fahamu, la yaqdi hadhi salawat lianahu lam yakun mukallafan, hakuwa na taklif wakati ule. Ataendelea na swala za siku za mbele. Na vile vile swala la pili limeshikana, kwamba wakati mwingine fahamu zinakuja, wakati mwingine fahamu zinaondoka. Kile kipindi ambacho fahamu zipo anaswali, fahamu zimepotea, tasqutu sala, sala inaanguka. Wala tumwambie sasa salatu dhuhuri ilikuwa imekupita kidhi, la, huwa ma kana mukallafan. Wakati ule yeye alipopitwa na swala akiwa akili hana, hakuwa mukallaf. Na unaqidhi ukiwa ni mukallaf peke yake. Idha kunta ghayra mukallafin la taqdi. Kama ulikuwa na kipindi wewe hukuwa mukallaf, huwezi kuambiwa ulipe swala. Na ndio maana leo mtu akaja akasilimu, jamaa amesilimu leo, ameingia katika Uislamu, ushasikia pale popote imam amwambia sasa wewe ulibaligha lini? Mimi nilibaligha miaka 5 mwenyewe. Sasa miaka 5 my friend, kuanzia leo utaanza kulipa swala. Ushawahi kusikia maneno haya? Ma yujad. Lesh? Lana aywa ma kana mukallafan, hakuwa mukallaf. Limadha ghayr mukallaf? Ma kana musliman. Wa min shuruti wujubi as-salah al-islam ya kwanza. Kwa hivyo wakati wote ambapo mtu si mukallaf, la yutalab bil qada, la yutalab bil qada. Naam, isipokuwa murtad akiwa mertadi, muislam ametoka katika dini ya Uislamu akakaa miaka 10, after 10 years akaona tena uongofu wa Uislamu na hidayah, akarudi katika Uislamu. Huyu sasa murtad, idha raja'a ila alislam, huyu ndiye ambaye anaqidhi sala za miaka 10 zote, يقضيها وجوبا، يقضيها. ليش يقضيها؟ ها؟ نعم، تأديبا؟ لا، ليس تأديبا، لأنه ليس كافرا أصليا. هو ليس كافر أصلي، هذا مرتد، كان مسلما ثم خرج من الإسلام. نعم، فهو ليس كافر أصلي. نهي حكم نفanya kazi kwa kafir asli فقط ambaye lam yasbiq lahu alislam.
Naam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi.